Na mtazamaji wa Channel 10 Plus, ni matumaini yangu ya kwamba hujambo. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Salma Shabani. Utakuwa nami katika habari za kitaifa, kimataifa pamoja na biashara. Na katika michezo utakuwa naye goalkeeper wa kisasa Eden Bahati. Karibu tuanzie huko mkoani Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mtu mmoja, Eric Emmanuel Ndambo, mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Nzuguni A jijini Dodoma, kwa tuhuma za kumuua Evans Mtui mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Makulu Oysterbay, kwa kumshambulia na kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka mkoani Dodoma anayo taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Gallus Hyera, amesema tukio hilo limetokea Disemba 16, 2025 majira saa 10:45 katika mtaa wa Majengo jijini Dodoma, ambapo uchunguzi unaendelea. Marehemu alimshambulia kwa kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Mara baada ya tukio, jeshi la polisi lilifanya msako na kufanikiwa kumtia mbaroni mtuhumiwa. Uchunguzi unaendelea na mara utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yake. Katika hatua nyingine, kuhusu mauaji ya Emmanuel Matias maarufu MC Pilipili, jeshi hilo limebainisha kwamba uchunguzi bado unaendelea. Tukio la kuuawa kwa MC Pilipili tulitolea taarifa. La msingi ni kwamba tunaendelea na uchunguzi tukio hilo, si tukio hilo tu, na matukio mengine yote ya kihalifu, kwa lengo la kuwafikia na kuwakamata watuhumiwa ili waweze kujibu tuhuma zinazowakabili. Katika hatua nyingine, kuelekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya, jeshi hilo limetahadharisha juu ya matumizi hatarishi ya vifaa vya moto, matumizi ya vileo wakati wa kuendesha, pamoja na matumizi ya baruti au fataki bila kufuata vibali. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na asante sana Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa kurugenzi ya mafunzo ya uendeshaji kwenye jeshi la Urusi, Luteni Jenerali Fanil Sarvarov, ameuawa kwa bomu lililotegwa chini ya gari lake kusini mwa Moscow. Msemaji rasmi wa kamati ya uchunguzi, Svetlana Petrenko, amesema kwa mapema leo ya kwamba Jenerali Sarvarov amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata, na kuongeza kuwa tayari wameanzisha uchunguzi. Taarifa zinaeleza kuwa wachunguzi wanafuatilia sababu za mauaji hayo, huku ikitajwa wahusika wa idara ya ujasusi ya Ukraine. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti ya kwamba gari hilo lililipuka majira ya saa 1 asubuhi likiwa kwenye maegesho ya magari katika mtaa wa Sayeneva mjini Moscow, na dereva akiwa ndani ya gari. Itakumbukwa idara za usalama za Ukraine zilidai kufanya shambulizi kama hilo dhidi ya mkuu wa vikosi vya ulinzi wa nyuklia, biolojia na kemikali vya Urusi Disemba mwaka 2024. Luteni Kanali Igor Kirillov aliuawa kwa bomu lililotegwa kwenye pikipiki nje ya makazi yake. Naam, huko nchini Rwanda, serikali ya Rwanda imeyafunga zaidi ya makanisa 10,000 ya Kiinjili nchini humo baada ya kushindwa kufuata sheria ya mwaka 2018 iliyowekwa kudhibiti maeneo ya ibada. Rwanda ilianzisha sheria mpya kuhusu afya, usalama na ufichuzi wa kifedha, na inawataka wahubiri wote kuwa na mafunzo ya kitheolojia. Rais Paul Kagame ameendelea kuwa na msimamo mkali dhidi ya makanisa hayo yanayokuwa kwa kasi katika nchi za ukanda wa maziwa makuu ya Afrika. Sheria ya mwaka 2018 inataka makanisa yote yatume mipango ya mwaka ikieleza jinsi yanavyokidhi maadili ya taifa, huku michango yote ikitakiwa kupitiwa kwenye akaunti zilizosajiliwa. Naam, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, mtazamaji. Na sasa tuangaze katika taarifa ambayo inaeleza ya kwamba Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amewataka wakandarasi nchini kuweka kipaumbele cha utu na kuondoa kero kwa wananchi.
kila wanapopewa kazi za ujenzi kwa lengo la kurahisisha maisha ya watu na kulinda utu wao badala ya kufikiria kumaliza ujenzi wa barabara pekee. Ditha Nyoni kutoka mkoani Ruvuma ana taarifa zaidi. Awali wakieleza kero zinazowakabili baadhi ya wananchi wanaopitiwa na ujenzi wa barabara ya Amani Makolo hadi Rwanda kilomita 60, wanamweleza waziri wa ujenzi Bwana Ulega namna wanavyokumbana na adha kipindi hiki cha masika. Wagonjwa wengi sana wanapata TB kutokana na hili vumbi, na hata kama anakunywa zile dawa baada ya miezi 6 akija kupima tena inaonekana maambukizi bado. Mvua zinaponyesha magari huwa yananasa mbele huko. Mtu unategemea usafiri asubuhi, lakini magari yakinasa mbele huko kulingana na tope, mpaka saa 8 magari yanatoka huko kijijini kwenda mijini. Na hapa sisi hatuna kituo cha afya Rwanda hii. Kwa hiyo tunaomba wewe waziri wa ujenzi tufikishe salamu hizo kwa waziri wa afya, naye aweze kuangalia adha tunazopata katika makaa haya sumu inayoendelea. Na hapo waziri Ulega na wataka wakandarasi wanaopewa kazi za ujenzi kufikiria maisha ya watu kama kuweka kalavati kuzuia maji yasiingie majumbani pamoja na ufungaji wa taa kwenye maeneo ya kufanyia biashara. Hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama cha Mapinduzi, ni kuhakikisha kwamba inatatua changamoto za wananchi, sio kuongeza changamoto. Kwa hiyo tunataka hii barabara ya Amani Makolo badala ya kuwa kero, badala iwe ni furaha na tabasamu kwa watu. Katika ziara yake ya siku moja, waziri Ulega amekagua pia daraja la Mkili, bandari ya Ndumbi wilayani Nyasa, na kumtaka mkandarasi huyo kufanya kazi usiku na mchana. Watu wanalima, mnatoka kuchukua samaki mnapeleka sokoni, si ndivyo hivyo jamani? Ndio maana Rais Dr. Samia ameleta hili daraja. Tumpongeze kwa makofi mengi na kumshukuru na kumwombea afya njema. Mama Samia hoye. Kwa hivyo mkuu wa mkoa atafuatilia kwa karibu sana kuhakikisha ya kwamba hapo jambo linaloitwa barabara hiyo kukosa mawasiliano wakati wa mvua nyingi halipo. Wakati wa mazishi ya marehemu Jenista Mhagama katika kijiji cha Rwanda, waziri mkuu alitoa maagizo kwa mkuu wa mkoa pamoja na waziri wa ujenzi kufanya mazungumzo na mkandarasi. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi wa hiyo. Kutoka Ruvuma, Ditha Nyoni, Channel 10. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amefanya ziara katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii CDTI mjini Iringa na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kujenga mazingira wezeshi kwa vijana kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji mali, hatua itakayowawezesha kujiajiri na kutoa mchango wao katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Clement Sanga ana taarifa kamili kutoka mkoani Iringa. Mhandisi Mary Priska Mahundi amesema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutekeleza sera, mikakati na programu mbalimbali zinazolenga kuwawezesha vijana kiuchumi, ikiwemo utoaji wa mafunzo ya ujasiriamali, stadi za maisha pamoja na kuwaunganisha na fursa za mikopo nafuu, masoko pamoja na teknolojia. Waahidi serikali ya awamu ya 6 itaendelea kunyoosha mkono kwa jamii, kuangalia nini kifanyike kulingana na mazingira ya hiyo jamii. Kwa hiyo endelea kuongeza bidii. Ndani ya miezi 6 ondoka hapa ukiwa fundi ambaye uko vizuri kabisa, umequalify vizuri kabisa. Jamila Mwaluseke, mratibu wa mafunzo ya ushonaji katika chuo cha CDTI mjini Iringa, amesema serikali imetoa mashine za kushonea cherehani 60, hatua iliyowezesha vijana zaidi ya 60 hadi sasa kupata mafunzo ya ushonaji na stadi za kujiajiri. Tuliweza kupokea cherehani 60 kwa awamu ya kwanza, ambapo kwenye awamu ya kwanza tulipata wanafunzi 58, 57 wakiwa ni wanawake na mmoja akiwa ni mwanaume. Wanufaika wa mpango huo nao hawakuwa nyuma. Baada ya kusikia kwamba hapa mahali pana mafunzo, na mimi nikajisikia nije kujifunza. Kwa hiyo toka nimekuja hapa naona kweli tunajifunza vizuri, na kwa kweli nimeona hapa mahali panafaa sana.
na waita vijana wenzangu jinsia ya kiume waje. Wasifikiri kama hii ni wadada tu au wamama ndo wanahusika. Hata sisi pia, kwa kuwa vipato kwa sasa vimekuwa vigumu, waje kwa wingi, tushone. Ni moja ya fursa na ni ajira nzuri sana. Mchango wa serikali ya awamu ya 6 katika kuimarisha vifaa vya mafunzo umeongeza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa chuo hicho na kupanua wigo wa vijana wanaonufaika na mafunzo ya ufundi stadi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante sana Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS imefanikiwa kuziunganisha katika kipindi cha masika tarafa mbili za Itiso na Chilonwa wilayani Chamwino mkoani Dodoma baada ya kukamilisha ujenzi wa daraja lililogharimu zaidi ya shilingi bilioni 14.5. Mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Akifungua daraja hilo ambalo ujenzi wake umefikia 98% katika kijiji cha Nzali, mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule alisema, leo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta tabasamu. Na tabasamu lenyewe hili lilikuwa limepotea, halikuweko kwa sababu kutokuweko kabla ya daraja hili. Viko vifo vimetokea mahali hapa kwa watu kuzama. Wako watu wamekufa kwa sababu walitaka kwenda hospitali wafike haraka watibiwe, hawakuweza kupita, kalazimika kuzunguka, ule muda akafa njiani. Aidha, mkuu huyo wa mkoa akachukua nafasi hiyo kuwahimiza wananchi kulinda miundombinu inayojengwa na serikali kwa gharama kubwa. Kazi ya ulinzi, ili raha hii ambayo tunaifurahia ya daraja hili kukamilika na sisi kutembea, kazi ya ulinzi ni ya kwetu sote. TANROADS ilikuwa kazi yake kujenga, hawezi kuja kuanza kulinda hizi taa. Taa hizi zinatusaidia sisi wananzali na Walachilonwa. Mapema meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma mhandisi Zuhura Amani akaeleza hali ya ujenzi huo wa daraja la Nzali, huku mkuu wa wilaya Chamwino Bi Janet Mayanja akieleza hali ilivyokuwa huko nyuma kabla ya kujengwa kwa daraja hilo. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 14.5 ambao unahusisha ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 60 na upana wa mita 11.4 ambao pia unahusisha na eneo la waenda kwa miguu. Mradi huu ulianza rasmi utekelezaji wake mwaka jana, mwaka 2024 tarehe 15 Novemba. Na maji, mvua ikinyesha ulikuwa uwezi kupita mahali hapa. Kwa kuna mawasiliano yalikuwa yanakatishwa kutoka, yanatenganishwa tarafa ya Itiso na tarafa ya Chilonwa, na wananchi wengi wa Chamwino wanategemea tarafa ya Itiso kwenye shughuli za kilimo. Mji wa Chamwino unalishwa na mashamba yaliyopo tarafa ile ya Itiso. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, asante sana Roda Simba. Mamlaka nchini Nigeria zimesema kwamba zimefanikisha kuachiwa huru kwa wanafunzi wapatao 130 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka shule moja ya Kikatoliki kaskazini mwa nchi hiyo mnamo Novemba mwaka huu. Msemaji wa ikulu ya Nigeria ametoa taarifa hizo kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X bila kufafanua namna serikali ya nchi hiyo ilivyofanikisha kuachiwa wanafunzi hao. Afisa huyo amesema kuachiwa kwao kunahitimisha zoezi la kurejesha nyumbani wanafunzi wote waliotekwa nyara kwenye shule ya St. Mary's iliyopo katika jimbo la Niger Kaskazini. Ilikadiriwa zaidi ya wanafunzi 300 walichukuliwa mateka na wapatao 100 tayari wameachiliwa huru mapema mwezi huu. Miaka ya hivi karibuni Nigeria imekuwa ikipambana na matukio mengi ya utekaji nyara yanayofanywa na wanamgambo wa itikadi kali au magenge ya majambazi kwa lengo la kujipatia fedha ya kikomboleo. Namna moja kwa moja tuendelee sasa mtazamaji, ambapo wananchi wa kijiji cha Mtakuja kata ya Kapalala halmashauri ya wilaya Nsimbo mkoani Katavi wameishukuru serikali kwa kuweka ruzuku kwenye majiko banifu, hatua ambayo wamesema kwamba imewezesha kumudu kutumia nishati safi licha ya kipato chao kuwa cha kawaida kiuchumi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Wametoa shukrani hizo wakati wa zoezi la usambazaji wa majiko banifu yanayouzwa kwa bei ya ruzuku kijijini hapo, unaotekelezwa na kampuni ya Tango Energy Limited chini ya uratibu na usimamizi wa wakala wa nishati vijijini REA, ambao wamesema majiko hayo yatawapunguzia gharama za maisha, kwani hapo awali walikuwa wanatumia mkaa ambao licha ya kuwa na gharama kubwa
pia ulikuwa ukiathiri afya zao. Tumekuja kununua majiko haya ambalo linauzwa kwa bei ya punguzo ya shilingi 7,500 tofauti na ile ya 59,000 ambayo kwa Mtanzania wa kawaida ingekuwa ngumu kuweza kulimudu. Nimefurahi kupata hili jiko, litanisaidia kwa sababu matumizi yake ni madogo ya mkaa. Mimi nilikuwa natumia majiko yale ya kubumba yale, na nilikuwa natumia mkaa mwingi sana. Akizungumza wakati wa zoezi la uuzaji wa majiko hayo kwa bei ya ruzuku, mtaalamu wa nishati na jinsia kutoka wakala wa nishati vijijini REA, Dr. Joseph Sambali alipongeza mwitikio wa wananchi na aliwasisitiza kuwa mabalozi kwa wananchi wengine ambao wakupata fursa ya kujipatia majiko hayo, huku mkurugenzi wa kampuni ya Tango Energy Limited Musa Msofe akitoa wito kwa wananchi wanaofika kujipatia majiko banifu kwa bei ya ruzuku kuhakikisha wanakuwa na vitambulisho vya taifa NIDA ili kuepuka usumbufu na kushindwa kupata huduma. Kwa kweli mwitikio wa wananchi ni mkubwa katika kuweza kuchangamkia fursa hii ya kununua majiko haya kwa bei ya ruzuku, na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba wananchi wameweza kupata uelewa mkubwa. Changamoto kubwa tu tulioiona kwa haraka ni kwamba watu wengi hawana vitambulisho vya NIDA, na sisi kipaumbele chetu ni vitambulisho vya NIDA. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10. Asante Yakini Mwakatobe. Elimu ya ujuzi wa kujiajiri na kuajiri kwa wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu na kati nchini imeanza kuwafungua wahitimu wa vyuo hivyo kwa kutambua fursa za ajira zilizopo. Henry Kavirondo na taarifa kamili kutoka mkoani Mwanza. Hii ni dhamira ya serikali kwa kushirikiana na wamiliki wa vyuo binafsi kuhakikisha wahitimu wa vyuo hivyo wanaingizwa sokoni kuuzika katika soko la ajira wakiwa na ujuzi. Yakiwa ni mahafali ya 12 ya wahitimu wa stashahada mbalimbali za kitaaluma katika taasisi ya Tandabui Polytechnic jijini Mwanza, wahitimu wanatoa ushuhuda huo na elimu kwa jamii. Elimu yangu niliyoipata nitaenda kuitumia kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu walioko kwenye jamii zetu, kuwapatia elimu kuhusu afya. Pia kutokana na sasa hivi changamoto ya elimu, changamoto ya ajira, mimi nitatumia elimu yangu kujiajiri. Nitapenda kutumia ujuzi wangu niliopata kutoka chuo cha afya Tandabui kwa ajili ya kusaidia jamii kutatua changamoto mbalimbali za afya zitakuwa zinawakabili, ikiwa ni pamoja na kufanya utambuzi wa magonjwa na kuyatibu, pia kuwashauri namna gani ya kutunza mazingira ili waweze kuepukana na magonjwa mbalimbali ya milipuko kama vile kipindupindu. Tayari nimeshaanza kazi, kwa hiyo kuna vitu ambavyo nimeongeza ujuzi zaidi na zaidi. Kwa hiyo kupitia ujuzi huu ambao nimeongezea, nitaenda kuboresha zaidi katika utoaji wa huduma kwa wateja wetu au wagonjwa wetu. Hivyo wategemee kutoka kwangu huduma bora. Profesa Timothy Mahenga ni mkuu wa taasisi ya Tandabui Polytechnic. Huwezi kutoa zao bora kama yule anayezalisha hajawa bora. Wakufunzi wetu kupata mafunzo ambayo tunaita kwa Kiingereza Competency Based Education and Training, CBET, ili kuhakikisha wahitimu wana ujuzi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, mganga mkuu wa mkoa huo Dr. Jessica Leba ameahidi kuwa serikali itaendelea kufungua milango mbalimbali ya ajira kwa wahitimu. Endeleeni kuwa chuo kitakuwa na kuhakikisha kuwa chuo kitakuwa na wafanyakazi wenye ujuzi na weledi wa kutosha katika masuala mbalimbali ya afya, na chuo kinakuwa na miundombinu ya kutosha kuendelea kuhudumia wanafunzi wanaojiunga na chuo hiki. Jumla ya wahitimu 238 katika taasisi hiyo wamehitimu stashahada za uuguzi na ukunga, utabibu, famasia, utunzaji wa kumbukumbu za afya, maabara na tiba, maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo. Waziri wa Fedha na Mipango wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Juma Malik Akili amewahimiza wananchi kutambua wajibu wa kuimarisha usafi wa mazingira na kufanya kuwa sehemu ya utamaduni wa maisha ya kila siku badala ya kusubiri kampeni au maagizo maalum kutoka serikalini. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza katika zoezi la usafi wa mazingira huko Wete, ikiwa ni shamra ya kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Juma Malik Akili
amesema tabia ya kufanya usafi mara kwa mara itasaidia kupunguza gharama za matibabu na kuongeza ustawi wa jamii. Na waasa ndugu zangu wananchi, na waasa ndugu zangu wa kike na kiume, kuifanya hii ni tabia. Leo tumefanya usafi kama nilivyosema mwanzo, ni kielelezo tu. Mapema mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali amesema kuimarisha usafi wa mazingira kutapunguza gharama zinazotumiwa na serikali kuwatibu wananchi. Usafi huu unaweza kwenda kupunguza maradhi mbalimbali ambayo tunaweza kupata kutokana na mazingira, kwani ni machafu. Hivyo kupelekea kwamba serikali kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kutibu maradhi hayo. Tunasema kwamba kukinga ni bora kuliko kutibu. Naye mkurugenzi wa baraza la mji Wete Shwena Hamadi Ali amesema baraza litaendelea kutumia sheria na kanuni zake kuwadhibiti wanaochafua mazingira kwa makusudi, akisisitiza kuwa hakuna atakayevumiliwa kuvunja taratibu za usafi, ambapo hatua hiyo inalenga kulinda afya ya jamii na kuhakikisha mji wetu unakuwa safi na salama. Madampo yetu tumeyaweka maksus kwa ajili ya kutupa taka. Cha kushangaza, jana mimi hapa nilikuwa na greda, nimetoa taka zote kwenye hili jaa mpaka nje, lakini watu wa hapa mna tabia usiku na magharibi na alfajiri mnatutupia taka ovyo nje ya slabu. Hatutaki, na sheria zipo na sheria tutazichukua. Na kwa taarifa yenu nataka kufunga kamera. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante sana Masanja Mabula kutoka huko Pemba. Mamlaka ya kulinda mazingira nchini Ethiopia imetangaza kuwa itaanza kutekeleza marufuku ya mifuko ya plastiki kuanzia Januari 31 mwaka 2026. Kulingana na vyombo vya habari vya Ethiopia, hatua hiyo inafuatia tangazo lililoidhinishwa na bunge Julai 2025. Tangu kupitishwa kwa sheria hiyo, mamlaka imetumia muda wa miezi 6 iliyopita kuhamasisha wazalishaji wa plastiki na umma kwa ujumla kuhusu athari ya matumizi ya mifuko hiyo kwa mazingira. Chini ya kanuni mpya, itakuwa ni kinyume cha sheria kutumia, kuzalisha au kuagiza mifuko ya plastiki nje kwa matumizi ya mara moja. Watayarishaji na watumiaji wote watakaopatikana wakikiuka sheria watakabiliwa na adhabu. Mamlaka ilisisitiza kuwa marufuku hiyo ni hatua ya muhimu katika kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda mazingira ya Ethiopia. Namna huo ndio mwisho wa taarifa katika habari hizi za kitaifa na kimataifa. Mtazamaji, twende sasa tukapate mapumziko mafupi, na mara baada ya hapo zitafata habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Salma Shabani, endelea kusalia na kituo chako bora cha matangazo Channel 10 Plus.